ujumbe wa neno la Mungu ambao tumepewa kutafakari. Asante sana, praise Mungu awabariki. Ujumbe wa neno la Mungu ambao tumepewa kutafakari leo ni kutoka Injili ile ya Yohana Mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 13. Yohana Mtakatifu mlango wa 16 mstari mmoja tu ule wa 13. Nami nitasoma kwa msaada wa Mungu. Leo tunazindua juma la Pentekoste katika jimbo hili la Siha, na Mungu ametupa neema kuwepo katika usharika huu wa Wangare Nairobi. Neno ambalo tunalitafakari na ambalo tutatafakari katika wiki hii yote, Yohana 16 mstari wa 13. Kwa msaada wa Mungu nitasoma. Kwa msaada wa Mungu nitasoma. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Amen. Tuketi. Wapendwa watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo heshima kubwa sana kusimama mbele yenu na unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu na mbele yenu nyote, kupata hii neema ya kuwepo hapa katika usharika huu na mtaa huu wa Mwangaza. Nilipokuwa nakuja jana, nikaambiwa ni mtaa wa kwanza tu kabisa tutakaoanza kukutana nao, na nimefika, nimeona kweli mnaangaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni mahali ambapo tuna mapambazuko siku inapoanzia ya usharika wa Wangare Nairobi. Kwa maana yake tunaamini Mungu atatuhudumia na Mungu atafanya vikubwa kwetu. Naitwa mchungaji Arnold Swai, kama ambavyo mchungaji alinitambulisha. Tumepangwa pamoja katika mtaa wetu pamoja na mtumishi wa Mungu Msuya Yoram kutoka kule usharika wa Barai Karatu. Kama ambavyo mchungaji amewajulisheni, jana tumezindua juma la Pentekoste katika diocese yetu na hapa katika jimbo hili la Siha, na tumegawanywa watumishi kutoka sharika mbalimbali kupangwa katika mitaa ya usharika wenu. Natoka usharika wa Ndronga, jimbo la Hai kule Machame. Karibuni sana Ndronga. Nawaletea salamu nyingi sana kutoka usharika wetu wa Ndronga, lakini kutoka kwa familia yangu pia wanafahamu niko hapa na wanawaombea. Sasa tuende moja kwa moja kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Tumepewa kutafakari kichwa kinachosema maisha uhusiano wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo au muamini. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo au muamini. Na katika kichwa ambacho tumepewa, tumesoma neno ambalo Yesu anaongea na wanafunzi, anawapa maelekezo. Kwa kawaida walizoea, walipokuwa na Yesu kila kitu walikipata kwake. Walipokuwa na maswali waliweza kuuliza kwake. Wakiwa na wagonjwa wanawaleta kwake. Wakiwa na watu ambao hawawezi wanawaleta kwake. Wakiwa na njaa wanamwambia na anawapa chakula. Sasa inafika wakati Yesu anawaambia, nimekaa na ninyi kwa miaka hii 3, lakini itaondoka, mimi narudi kwa Baba yangu. Haikuwa habari njema sana kwa wanafunzi. Haikuwa habari nzuri sana kwa wanafunzi. Fikiria mtu ambaye umemzoea siku zote, umekaa naye, kila unachokihitaji unakipata kwake, na hakuna unachokiomba ukacheleweshewa. Alafu ghafla anakuambia naondoka na kuacha. Haikuwa habari njema kwa wanafunzi. Yesu anawaambia, nitakapoondoka mimi nitawaachia msaidizi
na msaidizi huyu atawasaidia katika yale yote ambayo mimi nilikuwa nayafanya, atakuja atafanya yeye. Nilikuwa nasikiliza wakati mchungaji anawaaga hapa, anasema mimi naondoka lakini nitamwacha mchungaji Swai na kila kitu kitakwenda. Unajua ni jambo gumu ukiachwa wajibu yaani ukaachwa mahali, umeachwa ofisini au umeachwa pale nyumbani, alafu mzazi anaondoka anasema jamani kila kitu kitakachopungua hapa tumemwacha huyu. Maana yake lolote litakalohitajika muda wowote wewe utafanyeje? Utawajibika. Lakini maana ya pili ni kwamba utatakiwa ufanye katika viwango vya yule aliyeondoka. Kama mchungaji ameondoka akasema jamani nawaachia mchungaji Swai anabaki, kwa hiyo kila kitu kitakwenda sawa. Sasa kila kitu kitakwenda sawa maana yake kama ambavyo angewahudumia yeye, mimi napaswa niwahudumie hivyo. Sasa naweza nisiwe kama mchungaji Tumaini, lakini ninaamini Yesu atanitumia kusema na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawaambia wanafunzi, hata kama mimi naondoka, hamtabaki peke yenu, nitawaachia msaidizi. Na katika kanisa leo, nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini ni kama vile kuna namna fulani imepungua. Ni kama kuna jinsi fulani hatuwezi tunashindwa kumweka kwenye nafasi moja, tunashindwa kumweka kwenye kiwango kimoja na Yesu mwenyewe. Hata kwa wanafunzi ilikuwa ni ngumu, kwamba tulizoea tukihitaji mikate wewe unatupa, tukiwa na wagonjwa unawaombea na wanapona. Sasa unapoondoka unatuambia unatuachia msaidizi ambaye atafanya kama wewe. Yesu anawaambia huyo Roho Mtakatifu ambaye nampeleka kwenu atawaongoza, awatie katika kweli yote. Kama ambavyo mimi nilikuwa nawaongoza, ndivyo na huyo Roho atakavyowaongoza. Wapendwa watu wa Mungu, tunapotafakari kwa habari ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, tunaongea habari za Mungu mwenyewe. Ni Roho wa Mungu mwenyewe. Yaani Yesu ambaye alikuja akakaa kama mwanadamu, anakuja tena anakaa kwetu kama roho. Unajua mwanadamu ana vipimo Siwezi kuwepo hapa alafu nikawepo Ndonga sasa hivi. Tunavyozungumza hapa Ndonga kule ibada inaendelea, si ndio? Lakini Roho Mtakatifu anaweza akawepo mahali pote wakati wowote. Roho Mtakatifu yeye hasikii njaa. Sijui kama mnafahamu wapendwa watu wa Mungu, Yesu alipokuwa duniani kuna wakati alifika mahali akasikia njaa. Kuna mahali alifika akachoka. Kuna mahali alifika akalia. Lakini Roho anayetuachia ni Roho wake mwenyewe, ambaye yeye anafanya kazi ndani yetu. Anaweza akawepo kwako, anaweza akawepo kwangu, anaweza akawepo kwa yule, anaweza akawepo kwa yule kwa wakati huo huo mmoja, na akafanya katika kiwango kile kile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nataka tulitambue ni hili: Roho tuliachiwa si roho mwenye udhaifu wala ambaye hawezi kufikia viwango vile vya Mungu. Anafanya katika uwezo wa Mungu ule ule. Sasa natamani tuangalie hapa. Kuna watu wamefikiri yani nguvu ya Roho Mtakatifu ni kunena tu kwa lugha. Yani kama haneni kwa lugha anahisi bado hana Roho Mtakatifu. Na ili ajue kwamba ana Roho Mtakatifu lazima anene kwa lugha. Wapendwa watu wa Mungu, hiyo ni kazi moja tu ya Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha ni kazi moja tu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi nyingi sana ndani ya maisha ya muamini. Lakini ili aweze kufanya ile kazi ni mpaka wewe umemtambua. Ngoja nikupe mfano huu. Maji. Kazi za maji ni nini? Moja, kunywa, si ndio? Ya pili, kuoga kukiwa hakuna baridi, si ndio? Kuoga wakati wote. Ya tatu, kufulia. Ya nne, kupikia. Ya tano, kumwagilia mimea. Ya sita, unaweza ukazitaja nyingi, kunawa mikono, sijui kufanyaje.
kila kitu unachokifahamu wewe unaweza ukakitaja. Kwa hiyo ukisema kazi ya maji ni kunywa peke yake, kuna mahali hujawahi kujua kazi ya maji. Ukisema kazi ya maji ni kuoga peke yake, kuna mahali hujawahi kufahamu nafasi nyingine maji yanaweza kufanya. Ukisema kazi ya maji ni kunawa mikono peke yake, mtu anayejua kufua atakwambia hapana, si tu kufua. Yaani si tu kunawa mikono, lakini kuna kufua, kuna kuosha vyombo, kuna hiki na kile na kile na kile. Sasa tukimtafsiri Roho Mtakatifu kama kunena kwa lugha peke yake, ni sawa na kusema maji kazi yake ni kunywa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema hivi, kazi ya kwanza ya huyo Roho ambaye nawapelekea ninyi, atawaongoza. Na hapa natamani tujifunze, atawaongoza. Kuna jinsi ambavyo tunayaongoza maisha yetu, kuna jinsi ambavyo tunafanya vitu kwenye maisha yetu, na wakati mwingine tunafikiri kwamba tunafahamu sana, alafu tunamweka Roho Mtakatifu pembeni. Ngoja niliweke hivi, ukiwa na maji alafu ni ya kunywa yakawa kwenye chupa, yanaweza kusaidia? Yaani unasikia kiu, alafu kuna maji na yako kwenye chupa, yanaweza kusaidia? Mpaka utakapochukua hatua ya kuyachukua na kufanyeje? Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko ndani yetu kweli, lakini kama hatutamtambua na kumpa nafasi katika uongozi kwenye maisha yetu, atatuacha tunakwenda wenyewe. Yesu anawaambia wanafunzi, anawaambia jambo la kwanza, mnahitaji uongozi wake, mnahitaji msaada wake. Kwaya ili muimbe, kuna nyimbo nyingi sana, lakini mkiongozwa na Roho Mtakatifu mnaweza mkaimba wimbo wa kawaida sana, alafu hawa watu wakaguswa, Mungu akajifunua katikati ya hawa watu, Mungu akaonekana kwenye maisha ya hawa watu. Kuna watu wana mapepo yakatoka, kuna watu ni wagonjwa na wakapona, kuna watu wamekata tamaa wakatiwa nguvu, kuna watu wamevunjika moyo wakaona wanapata tumaini jipya kwa sababu ya wimbo mmoja ambao si wimbo uliochaguliwa, lakini wimbo ulioongozwa. Kuna tofauti ya kuchagua kitu na kuongozwa kufanya kitu. Kuna tofauti ya kuamua kufanya kitu na kuongozwa kufanya kitu. Nataka niwaulize wapendwa watu wa Mungu, ni wangapi ambao huwa wanamuuliza Mungu kabla ya kwenda shambani, Mungu msimu huu nioteshe nini? Tunaanza kazi za Roho Mtakatifu. Jamani, hatuongelei jambo jingine, tunaongelea Roho. Wangapi huwa wanamuuliza Mungu, msimu huu nioteshe nini? Au tunaenda tunaotesha kwa sababu tumezoea kwamba sasa hivi ni kuotesha viazi, sasa hivi ni kuotesha ngano, sasa hivi ni kuotesha hiki. Alafu ukishaotesha ukafika wakati wa kuuza, bei ikawa mbaya, unarudi kwa Mungu unamwambia Mungu sasa. Alafu na Mungu na yeye anakuwa na jibu rahisi tu, uliniuliza. Biblia inasema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anapoongelea habari ya njia, sikiliza mpendwa mtu wa Mungu, hata wakati wa kuoa, hauoi tu kwa sababu wasichana wapo. Hauoi tu kwa sababu kuna binti umemuona anaimba vizuri kanisani. Hauoi tu kwa sababu umemuona binti anaweza akavaa vizuri na akatokea, alafu wewe ukajiweka pale unasema nikisimama hapo pembeni yake tunapendeza kabisa. Sikiliza mpendwa mtu wa Mungu, anaposema nitakufundisha njia utakayoiendea, kuna namna Mungu anatafuta tumpe nafasi kwenye maisha yetu ili atuongoze. Utakapoamua kwenda kwa akili yako mwenyewe, Mungu anakuacha uende, lakini utakachokipata ni kile ulichoamua kukiendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tumepata hasara sana kwenye maisha.
Tumejikuta tunaanzisha vitu alafu havifiki mbali, havisogei, hatupigi hatua. Kwa nini? Tulianza wenyewe. Soma kwenye Biblia yako, kwenye kitabu cha Mwanzo kinasema, hapo mwanzo Mungu. Sikiliza, hapo mwanzo Mungu. Hakuanza hapo mwanzo na kitu kingine. Anaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo yote mtazidishiwa, anajua tunayo mengine. Anafahamu tunazo kazi, anafahamu tunapaswa kwenda shambani, anafahamu tunapaswa kufanya hiki na kile, lakini anachokitaka kwanza, tukianza na yeye, hayo mengine yote yanazidishwa kwa sababu yeye ameanza. Nataka nikwambie hivi mpendwa mtu wa Mungu, hauijui kesho ikoje. Haufahamu kama msimu huu kutakuwa na mvua za kutosha au la. Haufahamu kama hicho ambacho unataka kukianza kesho nini kitatokea baadaye. Lakini tunaye Mungu ndani yetu ambaye tayari ameshaijua hiyo kesho. Njia pekee ya kuijua hiyo kesho ni kwa kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kajiulize, ni mara ngapi umefanya maamuzi peke yako bila kumshirikisha Mungu? Hapo mwanzo Mungu. Na huyo Mungu anaanza kwa Roho. Yaani, ngoja nikwambie, Mungu anajua kila kitu kwenye maisha yetu. Anafahamu kabisa kesho utakutana na nini. Mchungaji wakati anashuhudia hapa, nikawa najiuliza, nikasema ni mara ngapi tumesafiri bila kumwomba Mungu? Ni mara ngapi tumeondoka tukaanza jambo fulani bila kumuuliza Mungu kwanza? Alafu baadaye matokeo yanapokuja kuwa mabaya, tunakuja kumlalamikia Mungu. Mungu alijua kwamba ajali itatokea, na ndio maana alianza kumjulisha mapema. Anasema, sifanyi jambo lolote bila kumjulisha mtumishi wangu na masihi wangu. Yaani vitu vyote vinavyotokea kwenye maisha yetu Mungu alishavijua kwanza. Mungu alishafahamu. Mungu anajua kesho utapita wapi. Mungu anajua kesho utafanya nini. Shida yetu sisi wa Kristo ni kwamba kuna mambo ambayo tunaamini Mungu anaweza kufanya, halafu mengine tunaamini sisi tunaweza kufanya. Kwa hiyo tumejiweka sisi kwenye ile nafasi ya Mungu, na Mungu anakaa pembeni. Kwa nini? Mungu huwa ashirikiani utukufu na mtu. Kama ukaenda kwa akili zako na ukafanikiwa, utatoka na kusema ya kwamba mimi nimefanya hiki. Lakini ukimpa nafasi Mungu akakusaidia, ukija hapa kanisani unasema, jamani, kama sio Mungu mavuno ya mwaka huu nisingepata. Unadhani Mungu anachotafuta ni nini? Anatafuta ili asifiwe. Mungu wetu anakaa kwenye sifa. Kwa hiyo jambo lolote ambalo utataka kulifanya we kwa akili zako, haoni mahali atakaposifiwa. Kwa hiyo hana sehemu kwenye kile kitu. Tunaelewana wapendwa? Tunaelewana wapendwa? Na nataka nikwambie, ukifanya jambo lolote ambalo Mungu hajahusika ndani yake, hauwezi kufanikiwa. Huo ni uhakika nakupa. Hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo inategemea na mwanzo wako umeanza vipi. Wale tulioa na kuolewa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wale ambao walipata amani moyoni ya mtu atakayemuoa baada ya kuingia kwenye ndoa, anajua. Na yule ambaye hakuanza na Mungu, na yeye pia anajua. Unafahamu moyoni, si ndio? Unajua kabisa. Unajua kabisa, hapa nilitumia akili zangu. Roho Mtakatifu ulinionya. Ukaniambia, usiangalie hela, usiangalie muonekano wa nje, usiangalie alivyo leo. Hii ni leo, naiona, kesho hujaijua. Nataka nikwambia hivi, kuna mabinti
kataa vijana kwa ajili ya kuwaoa kwa sababu tu hawakuwa wameiona kesho yake. Ni rahisi sana kumkataa Yusufu unayemwona gerezani kwa sababu haujui kesho atakuwa waziri mkuu. Kwa sababu ya unachomuona leo kinakupa wewe kutafsiri na kusema ya kwamba huyu mtu yumkini yuko hivi. Mpendwa mtu wa Mungu, unaniona hapa leo lakini haujui kesho nitakuwa nani. Mimi nakuona hapo wewe leo, sijui kesho utakuwa nani. Na hiyo imetufanya tumewadharau watu wengi, tukapoteza watu wengi kwenye maisha yetu kwa sababu tu hatujui kesho watakuwa nani. Tunawatazama leo na kuwahukumu leo kwa sababu ya leo yao, lakini kesho watu hawaijui kesho yake ikoje. Unampoteza mtu kama Yusufu kwenye familia kwa kumuuza mtu ambaye amebeba maono ya taifa. Fikiria, mtu ambaye ana kesho yako unampoteza kirahisi. Wakati mwingine tumepoteza mpaka marafiki. Sababu ni moja, tunatazama kwa hali ya mwili, hatutazame kwa hali ya rohoni. Mungu amekujalia watoto, ukiwatazama unawaona kama ni watoto wa kawaida tu. Hivi umewahi kujiuliza kama mzee Yese angejua katika wale watoto wake wote, akiangalia anawaona wakina Eliabu ambao walikuwa na miili mikubwa wanapigana vitani, lakini katikati yao kapo Daudi kadogo kanatumwaga machungani mpaka watu wanakasahau. Angalia, wakati nabii anakuja nyumbani kuja kumtia Daudi mafuta, anaambiwa walete watoto wako, anawaleta wote. Daudi ameachwa, Yese anawakusanya watoto wote. Inawezekana watoto unaowapa kipaumbele pale nyumbani sio waliobeba kesho ya familia yenu. Shida ni moja, unaangalia kwa jicho gani? Yesu anawaambia wanafunzi, anawaambia huyo roho ninayewaletea atawaongoza. Kuongozwa kunatanguliwa na utii na utayari wa kuongozwa. Ngoja nikupe mfano. Unapotaka kuvuka barabara, alafu uko na mtoto mdogo, ni yeye anakushika mkono au ni wewe unamshika mkono? Ni wewe unamshika mkono, si ndio? Sasa Mungu akakushika mkono akakuongoza. Hatari ya mtoto kukushika mkono ni moja, anaweza akaona gari akashtuka alafu akakuachia. Si ni kweli? Lakini wewe ukimshika, akiona gari akaogopa, akitaka kukimbia hawezi kwenda popote, umemshika. Na maisha yetu yako hivyo hivyo. Mungu asipokushika mkono, kuna baadhi ya mambo utakutana nayo, changamoto utakutana nazo, utakata tamaa mapema, utaamua kuondoka na adui atakumaliza. Iko hivi wapendwa watu wa Mungu, wakati mwingine tunapoanzisha mambo fulani kwenye maisha yetu, usitegemee utaanza kirahisi. Njia ya kuanza huwa inakuwa ngumu sana, lakini kama hauna Mungu hauwezi kumaliza ile safari. Anaposema ya kwamba atakuongoza, niwaonyeshe kwenye mfano wa Musa wakati anawatoa wana wa Israeli kwenye nchi ile ya utumwani. Kitu cha kwanza wanachokutana nacho ni bahari ya Shamu. Sijui kama umewahi kujiuliza ya kwamba Mungu anawatoa watu, alafu ghafla kabla safari haijaanza wanakutana na kikwazo. Mungu anakusemesha ndani yako, nenda kalime mbaazi, nenda kalime nini mnalima huku, ngano. Alafu anakuambia anzisha sasa mradi wa kuku. Unaanzisha mradi wa kuku, kitu cha kwanza kinachotokea, kideri inapiga wote. Unasema nilitoka wapi na hiki kitu? Yaani Mungu, nimetoka wapi na hiki kitu nikapoteza hela yangu yote? Mimi ni wakwenda kuweka hela yangu yote kwenye shamba la vitunguu, alafu yote imezama. Sikiliza mpendwa mtu wa Mungu, Mungu akikuongoza anakusaidia. Unapoona hatari huwezi kumwachia, yeye anaendelea kukushika. Anakuambia hivi, bahari ya Shamu unayoiona leo ni mahali ambapo nataka upite utengeneze ushuhuda kwa ajili ya watu wengine. Si kila kitu unachokianzisha ukikutana na changamoto unatakiwa uache. Kikubwa macho yako yamtazame Bwana. Yeye anajua kesho ikoje. Laiti wana wa Israeli wangebaki pale kwenye bahari ya Shamu, wasingeweza kufika nchi ya ahadi. Na kuna wengine waliishia katikati. Kwa nini?
hawakuwa tayari kuongozwa na Mungu. Ukiongozwa na Mungu haimaanishi kwamba njia yote itakuwa sawa sawa. Ukiongozwa na Mungu haimaanishi kwamba hutakutana na changamoto. Ukiongozwa na Mungu haimaanishi ya kwamba kila kitu kitakwenda tu kirahisi. Kutakutana na ugumu, lakini ule ugumu atakusaidia wewe kuweza kuvuka na kutengeneza njia ya ushuhuda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haijalishi mahali unakopita leo, Yesu anawaambia huyo Roho Mtakatifu atawaongoza. Akikuongoza ukati tamaa kirahisi, ndugu yangu, akikuongoza haui legelege. Akikuongoza hautakuwa rahisi kuvunjwa moyo. Unaambiwa hiki kitu unafanya, mbona na mimi nilifanyaga? Yaani hamna kitu hapo. Sikiliza, hatufanani. Kama wewe ulishindwa, mimi sitashindwa. Kwenye bahari ya Shamu ile ile wana wa Israeli walipita, lakini jeshi la Misri liliishia pale. Wengine kuna mahali tutapita na wengine kuna mahali watakata tamaa, hawatapita hapo. Kwa hiyo usije ukawahi katishwa tamaa na mtu. Nimesimama hapa kwenye hii madhabahu leo kukuambia, mimi sijui kitu unachokifanya, unajiona una nguvu gani ndani yako. Unahitaji tu msaada wa Roho Mtakatifu wa kukusaidia kuto kutafsiri mambo kama yanavyoonekana, kuyaona katika jicho la Mungu. Si lazima kitu wanachofanya wengine wote tufanye hicho hicho. Inawezekana mimi Mungu akaniongoza nifanye tofauti. Kwamba tunafanya tofauti haimaanishi kwamba nimeshindwa. Katika kitu kile kile ambacho wengine wameshindwa, mimi bado ninaweza kufanya. Ngoja nikwambie mpendwa mtu wa Mungu, Daudi aliposimama mbele ya Goliati, jeshi zima wanamwambia, huyu jamaa amekaa hapa wiki nzima, kila tukitoka anatutukana, kila tukitoka anatuambia maneno mabaya, na ametuhakikishia tukisimama mbele yake atatuua. Jeshi zima wakaogopa, mpaka na mfalme ndani yake. Mpendwa mtu wa Mungu, haijalishi wewe ni Daudi, jeshi lote wana uwezo kuliko wewe. Waongozwao na Mungu huwa wanaweza kufanya vitu ambavyo hakuna mtu mwingine anaweza kufanya. Anaposema huyo Roho atawaongoza, kitu cha kwanza Yesu alikuwa anawaambia, ondoeni hofu ndani yenu. Mambo mtakayoyafanya si kwa sababu ninyi mnaweza kufanya, lakini atakapowaongoza yeye atawasaidia kufanya yale msioweza ninyi kufanya. Soma kwenye Biblia yako, neno la Bwana linasema yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Haijalishi una nguvu kidogo kiasi gani, haijalishi una uwezo mdogo kiasi gani, haijalishi hao wengine wana uwezo mkubwa kiasi gani, kama Mungu ameamua ufanye, hakuna kitakacho kuzuia, my brother. Hakuna kitakacho kuzuia. Na mimi nawatia moyo, leo tunaenda kuanza mavuno. Hatutafanya kama wengine wanavyofanya, na usijaribu kufanya kama mwingine anavyofanya. Muulize kwanza Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu, unataka nikutumikie kwa namna gani kwenye mavuno mwaka huu? Unataka nikutumikie kwa namna gani? Hata sadaka huwa zinatofautiana. Sadaka ya Ibrahimu ilikuwa ni mtoto, lakini wengine wanaambiwa watoe sadaka nyingine. Kwa hiyo usitoe tu kwa mazoea. Yesu anasema huyo Roho atawaongoza. Kubali kuongozwa na yeye. Akikuongoza, my brother, huwa kuna faida. Akikuongoza utafanya vitu ambavyo hamna mtu amewahi kufikiri vinaweza kufanyika. Akikuongoza utashangaa kila kitu kinatokea. Ndiye Roho huyu tunayemuongelea. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, anasema hapo mwanzo Mungu alipoiumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ni ukiwa na maji yamefunika, na Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Mungu akasema na kuwe nuru, kukawa nuru. Kwa hiyo huyo Roho akikuongoza wewe, hata kama kwenye familia nzima hajawahi kutoka huko mtu, akisema iwe nuru, hakuna anayeweza kuzuia. Huyo Roho akikuongoza, hata kama wengine wote wamefanya hicho kitu na wameshindwa, akisema giza na mchana vitengane, huwa vinatengana. Mwinjilisti, yani Mungu akikuwekea maono ndani yako, usianze kuwaza kule center pakoje. Usianze kuangalia idadi ya hawa watu hapa. Mungu hafanyi kwa vitu ambavyo vinaonekana. Mungu hafanyi kwa yale ambayo yako kwetu. Sikiliza, akikuwekea
akaweka huo mzigo ndani yako, simama mbele ya hawa watu kwa ujasiri, waambie tunajenga ofisi na mwezi wa 7 tutazindua, na hakuna kinachozuia. Nimejifunza kutembea na Mungu katika maisha yangu. Sifanyagi vitu sababu viko. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, kitu cha kwanza kwenye uongozi wake anakuwekea imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yanayoonekana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakusaidia kufanya vitu ambavyo hakuna mtu amewahi kuviona. Biblia inasema hivi, ngoja niwafundishe imani. Hii wiki nzima Mungu atatusaidia sana. Kuna watu naona kabisa Mungu anawainua kutoka hatua fulani ambazo walikuwa wanajiona kuwa ni wadogo, kutoka kwenye viwango fulani ambavyo wamevizoea, wameishi maisha ambayo wamezoea tu. Ukimjua Roho Mtakatifu kwenye eneo hili, maisha yako yatabadilika sana, my brother. Nataka nikwambie hivi, Biblia inasema hivi, nanyi mtakusudia neno nalo litakuwa. Yaani haliwi kwanza mpaka umelikusudia. Mungu hawezi kufanya kitu ambacho wewe ndani yako hujakiona bado. Mungu hawezi kufanya kitu ambacho wewe ndani yako hujakipokea bado. Roho Mtakatifu anapokuongoza na kusaidia, anakuwekea hiyo picha kwanza ndani. Hakuna namna utapewa kitu ambacho wewe haujakiona kwanza. Kwa hiyo lazima kwanza wewe ukusudie ndani. Natamani ni boost imani yako, ufahamu nafasi ya Roho Mtakatifu. Kuna vitu unavifanya kwa ugumu sana, vitaanza kuwa vyepesi na virahisi mno. Ilikuwa ngumu mno kwa Mariamu kuamini ya kwamba Lazaro anaweza akarudi akakaa nao na akala nao chakula tena. Mariamu akimwangalia, Martha akimwangalia Yesu anamwambia, laiti ungekuwepo ndugu yangu asingekufa, laiti ungekuwepo. Akimtazama Yesu anafikiri Yesu amekuja kuwapa faraja. Akimtazama Yesu anafikiri Yesu amekuja kuhani. Kumbe Yesu amekuja kumfufua Lazaro. Kwa Mariamu ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa Yesu haikuwa ngumu. Alijua saa ya Lazaro ilikuwa bado. Amelala siku 4, anatakiwa aamke atoke nje. Ninachotaka kukuambia ni nini? Ukikusudia jambo linakuwa. Alafu kasome kwenye Biblia, anasema na Bwana anathibitisha hatua zako. Hakuna namna Bwana anaweza akathibitisha hatua zako kama hujakusudia. Roho Mtakatifu unapompa nafasi moyoni mwako, anakuongoza katika mambo yako ya kawaida, anakuongoza hata nini cha kuzungumza, anakuongoza hata nini cha kusema. Hamjawahi kuona watu wamekosa kazi kwa sababu tu ya kitu alichokizungumza? Yaani unaalikwa mahali ili upewe kazi, halafu ukifika hujui hata uongee nini. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi, mtakapoitwa msiwe wepesi kuzungumza, subirini, huyo Roho Mtakatifu atawapa neno la kusema, atawaambia nini useme na nini usiseme. Si kila kitu cha kuongea, mpendwa mtu wa Mungu. Kuna vitu vikubwa unaweza ukavipoteza kwa sababu ya mdomo. Kaa mdomo. Kaa mdomo. Kaa mdomo. Yaani binti anatokea kijana anakupenda kweli, kabla hajakwambia. Unajua watu wanasemaga eti kila mtu ana hekima mpaka akipewa nafasi ya kuongea. Yaani ukiwaangalia hapa, nikiwaangalia hivi nyinyi wote, naona wote mna hekima. Lakini tukianza kumpa kila mtu mic, ambie hebu tueleze kidogo jambo lolote, tunaanza kupiga max. Unaandika huyu 10%, huyu kapata 50, huyu kapata 90. Roho Mtakatifu anakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Roho Mtakatifu anakusaidia kuamua. Roho Mtakatifu anakuwezesha kupiga hatua. Mpendwa mtu wa Mungu, huyo Roho Mtakatifu ndiye yule aliyekuwa na Petro. Petro yule ambaye aliulizwa na mwanamke ya kwamba na wewe ni mmoja miongoni mwao, akamkana Yesu. Petro yule siku ya Pentekoste, baada ya kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, alikuwa na ujasiri, akaeleza na kuwahubiria watu, wakaokoka watu 3,000. Uwezo ambao unauona ndani yako, ukimpa nafasi Roho Mtakatifu, atakupa ujasiri ambao hujawahi kuuona tena. Yaani inawezekana pale nyumbani wewe unajiona kuwa mnyonge, kwenye eneo lako la kazi unajiona kuwa mnyonge, hauoni kama una uwezo wa kuzungumza chochote. Shida yako ni moja,
moja. Unafikiri Roho Mtakatifu tu ni kusema raba shaka rabo seke? Sikiliza mpendwa mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu kunena kwa lugha ni moja ya kazi yake, na ni kitu na ni kipawa ambacho anakiweka, lakini ni sehemu tu ya yale anayoweza kuyafanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Anakusaidia namna ya kukabiliana na changamoto. Anasema huyo Roho atawaongoza na atawaongoza katika kweli yote. Sasa kwa Biblia anasema nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Sio kila mtu akikuchimba biti uingize upepo. Sio kila mtu akikuogopesha uogope. Kuna wengine wanatuogopesha na sisi tunawaogopesha. Tofauti iliyokuwepo kwa wale ndugu zake na Daudi ni kwamba wao hawakuwahi kukutana na Mungu. Walitaka kupigana vita ya Goliati kwa akili zao. Mkitaka kumaliza lile jengo kwa akili yenu, nataka niwaambie inaweza kawachukua miaka 10. Lakini mkikubali kuongozwa na Mungu, mkakubali kuongozwa na Mungu, inawezekana mtu mmoja tu humu akaezeka. Na inawezekana uko hapa na Mungu amewahi kukusemesha hicho kitu, na Mungu amekupa huo uwezo. Nataka niwaulize wapendwa watu wa Mungu, mara ngapi, yani ukiangalia nyumba ambazo tunaishi sisi wote tulioko hapa, kama mtu mmoja anaweza kujenga nyumba yake na akakamilisha, nyumba ya Mungu ambayo tunajenga wote, hatujaamua tu na hatujawa tayari kumsikiliza. Na hiyo ndio shida kubwa kanisani. Hata kumtumikia Mungu tunataka kutumika kwa akili zetu. Tunataka kufanya kwa mawazo yetu. Tunataka kufanya kwa kuiga wengine, kwamba fulani ametoa nini na mimi nitoe nini. Huyo Roho Mtakatifu tukimpa nafasi, wakati Daudi anatishiwa na Goliati, yeye hakukubali vile vitisho na yeye alisimama. Kuna wakati kwenye maisha usikubali kila mtu akuogopeshe. Katika jina la Yesu, Mungu akujalie hiyo neema. Watakaposimama watu kukutisha, si lazima na wewe uogope. Biblia inasema hivi, hatujapewa roho ya hofu, tumepewa roho ya nguvu. Maisha yasikutishe, watoto wasikutishe, ndugu wasikutishe, kazi isikutishe, yeyote asikutishe. Mungu yeye ni mkubwa mno. Ni wewe tu hujaamua kumwamini. Ako ka ugonjwa kasikutishe. Kuna wakati tunauchimba mpaka ugonjwa biti. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Ukiniua narudi kwa Yesu, nikiishi na mtumikia vile vile. Haleluya! Haleluya! Hey, wao wanataja magari na farasi, sisi tunalitaja jina la Bwana. Kwani unadhani shambani hamna watu wanaenda kuloga ndo walime? Si wanaenda na kwa waganga? Nendeni kwa waganga, na sisi tutaenda kwa mganga wetu. Wakati Elia amewaambia wale jamaa wajenge madhabahu, na yeye alijenga ya kwao. Kuna mahali Mungu anaruhusu watu watafute njia nyingine, alafu anataka sisi tumtumie yeye ili apate kulithibitisha jina lake. Ijulikane leo Mungu wa kweli ni yupi. Hey, anakuja tena kutishatisha, eti anapita kule shambani kwako, ananyunyiza vitu. Alafu we pita nyunyiza damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaachilia kwenye shamba hili. Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Ardhi yangu ni mali ya Bwana, na huyo aliyekuja kupita hapa ni mali ya Bwana. Ninamleta sasa Bwana afunike chote alichokuja kukitamka. Kama amesema sivuni, navuna katika jina la Yesu. Unakaa na woga. Eti umechimbwa biti, alafu na wewe unaanza kuangalia eti mwinjilisti asinione na mimi acha niende nikatafute mganga wangu. Acha na uoga wewe. Una Roho Mtakatifu ndani yako. Ishi kwa ujasiri. Mwingine umeajiriwa kazini, alafu unajiona kama uwezo wako ni mdogo. Ukikaa ukajiangalia unasema, hivi sasa mimi watanisikiliza kweli? Acha uoga. Roho uliye naye ni mkuu sana. Anamwakilisha Mungu mwenyewe. Achana na vitu vingine. Hakuna chochote kinachoweza kuzidi hiyo nguvu alionayo huyo Roho. Kabla hakujawa
na chochote duniani, yeye alikuwepo kwanza na alihakikisha vyote vinatokea. Kasome kwenye Injili ya Yohana, anasema pasipo yeye hakuna lolote lililofanyika. Maana yake huyo uliye naye anaweza akakupa uchumi mzuri, anaweza akakupa ndoa nzuri, anaweza akakupa familia nzuri, anaweza akakabiliana na hizo changamoto za ndoa yako, anaweza akakusaidia hata kwenye hizo changamoto za magomvi kwenye familia, anaweza kukusaidia. Hapana rafiki kama Yesu, yu peke hapana mpozi kama Yesu, yeye yupe, oh yeye yupe, Bwana Yesu, Yesu ajua shida, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama yeye, oh yeye yu peke, yeye Yesu yu peke. Sikiliza, jivunie kwa Yesu uliye naye. Kuwa na amani kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Kuwa na ujasiri kwa Mungu uliye naye. Kwamba umekuja kanisani hujaja kupoteza muda. Kwamba unamtumikia Mungu haupotezi muda. Muda unaotumia kuja kwenye kwaya, mpendwa, jivunie. Yaani watu wakakuangalia wakwambia, hivi hauna shughuli za kufanya? Ndio haya mambo ya kanisani ndio yanawapa uvivu. Sikiliza, watazame hivi alafu waambie, hapana rafiki kama yeye tena kwa maringo yupe. Yaani unapeleka hela kanisani badala upeleke shambani. Hapana pozi kama, oh yeye yupe, oh yeye yupe. Kwa sababu gani? Yesu ajua shida, anajua nahitaji nini, aweza kutuongoza. Oh hapana rafiki kama Yesu, yeye yu peke. Yesu akawaambia wanafunzi, msiondoke mjini mpaka atakapowajilia huyo Roho na awajaze nguvu. Hakikisha hauondoki bila kujazwa na nguvu zake. Hakikisha hauondoki bila kumpa nafasi. Wiki hii Mungu atatupa neema kuenda ndani zaidi, kujifunza kazi za Roho Mtakatifu, kuiona nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, kuona kwa nini tunao ujasiri wa kujiita kuwa Wakristo. Wengine wakijitambulisha kwa majina mengine, sisi tunao ujasiri wa kusimama na kusema vyote tulivyo navyo ni kwa sababu Mungu ametupendelea. Na vingine tumevipata wala hatukustahili, vingine tumekuwa navyo wala haikuwa haki yetu. Ni kwa sababu ya huyu Yesu ambaye tumeamua kuishi na kumtumikia. Simama kwa miguu yako na tuombe. Na haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Oh Yesu, Yesu vivyo kila niwezeshe niweze
Eshe Mwokozi na kujia. Bwana Yesu, tumekuja kwako. Wewe unatufahamu vema. Mahali pengine tumeweka ujasiri wetu, tumeweka elimu zetu, tumeweka maarifa yetu, na katikati ya safari Bwana tumekata tamaa, tumeshindwa. Mungu, tukavunjika moyo na tukaweza kuigeukia hata miungu mingine kwa sababu ya kuona kana kwamba we huwezi. Kumbe ni jambo moja tu, hatukujua. Sisi ndo tulikushika, hatukukupa nafasi wewe kutushika kwenye maisha yetu. Mambo mengi tukaamua kwanza, alafu tukakushirikisha wewe baadaye. Tumerudi kwako Mungu, tunaomba toba, tunaomba rehema. Umemwachilia Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu, maana unasema miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, naye anakaa ndani yetu. Lakini hatujawahi kumtumia, tunamtumia mara chache sana. Mara nyingine tunamtumia tukiwa tu kanisani, lakini hatukuamini ya kwamba katika maisha ya kawaida huyo Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia. Anaweza kutusaidia maamuzi sahihi ya kufanya, anaweza kutusaidia nini cha kuamua, anaweza hata wake wa kuoa, anaweza kutusaidia hata kazi za kufanya, anaweza kutusaidia hata nini cha kuotesha sambani. Tumekuja kwako Mungu, tunaomba rehema kwa sababu hatujatembea naye. Ndio maana maisha yamekuwa magumu, ndio maana kila kitu hakiendi. Bwana Mungu, tumekuja kwako, tunaomba utusaidie. Bwana, tuna haja na wewe wiki hii nzima ambayo tutakuwepo hapa. Unue kwetu Mungu na ukatuhudumie katika jina la Yesu. Kuna watu wako katikati yetu wana magonjwa, na si kwamba wanahitaji mtu akuja kuwaombea. Ni kama yule kiwete aliyekuwa yuko birikani, anahitaji kuinuka tu na kujitwika godoro lake, imani yake imponye. Yesu, ninakuomba, katikati yetu ninaona wafanyabiashara wakubwa, katikati yetu ninaona watu waliofanikiwa sana, katikati yetu Mungu ninaona watu watakao kushuhudia wewe ndani ya hapa Ngare Nairobi. Bwana, na watu wote wa Ngare wajue ya kwamba wewe unaweza. Yesu, ninakuomba kwa wiki hii Bwana, unayetamkia mifupa mikavu, kila mifupa mikavu tutakayoitamkia neno lako ikapate afya, ikawe jeshi kuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, ninakuomba wiki hii Mungu ikawe ni wiki ya kuhudumiwa na wewe, na nguvu zako zikae katikati yetu katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Ngare Nairobi, Ngare kijito cha maji ya uzima.